Kwa majina anaitwa Samueli Mwahalende, kanisa la EAGT Tumaini Mbalizi Salala. Nikiwa katika eneo la Malingo, nimeona siku ya leo, siku ya 5, watu wakiendelea kutoa vitu vyao, wakiungana nasi kwa kazi hii ambayo Mungu ametupatia. Maono haya yaliyotoka kwenye madhabahu ya mtumishi wa Mungu Elisha Cheyo. Naona watu wa bibi, kwa wadada, kwa wababa, kwa wakaka wameungana nasi kwa kutoa vitu vyao kwa ajili kumfariji yatima, mlemavu na mjane wakati wa ziki yao. Tukiwa katika kipindi hiki cha taifa letu kukosa utulivu, lakini sadaka hizi tunaamini zitakwenda kusema mbele za Mungu, zitakwenda kupiga kelele, kwa kuwa kipindi kama hiki tumekosa maneno mbele za Mungu. Lakini sadaka hizi zitakwenda kukaa kikao na Mungu, kwa kuwa yatima Mungu hatapenda walie. Maana hawa watu wakikosa amani, wakianza kukimbia mabomu huku na huku, tayari yatima atalia machozi, kwa kuwa yatima watu hawa wanaweza kumkumbuka. Nami nawaombea watumishi wa Mungu wote popote walipo, tuweze kuungana kwa pamoja katika taifa letu la Tanzania. Tuweze kuungana kwa pamoja kufanya kazi ya Mungu kama hii ya kuwajali wengine, yatima, walemavu na wajane. Naamini popote ulipo Mungu akubariki kwa kusikiliza. Namba zangu za simu ni 0742 89 85 21, 0742 89 85 21. Hiyo ni namba ya mkurugenzi wa walemavu Samueli. Namba ya mchungaji Cheyo 0758 12 16 62, 0758 12 16 62. Ukitokea Tunduma, shukia Mwakapangala, uuliza kanisa la EAGT wanapolea walemavu. Ukitokea njia Mbalizi Mwanjerwa au mjini, shukia Mbalizi, panda bajaji, shukia Mwakapangala mkono wa kushoto, uuliza kanisa la EAGT kwa mchungaji Cheyo wanapolea walemavu. Na Mungu akubariki. Asanteni kwa kusikiliza. Karibuni sana. Amen. Ametoa chakula na mtamkia baraka kwa jina la Yesu. Anapokea na mtamkia baraka za kimbingu kwa jina la Yesu. Ametoa kuonyesha ishara ya kupenda. Bwana kabariki, Bwana kazidishe, Bwana kafanye iko njia, ameiona njia, akasema watu kuombea, akasema na mtamkia baraka huyu, akabarikiwe, amekusa hajakusa mkao. Kuna wengine kama wewe unaweza kufanya na watu zaidi ya haya. Amen. Sogeza mbele. Sogeza mbele. Pamoja na baba huyu bariki mbele siku zote utawa kazi ya familia iko kwa kila mtoto. Amen. Bwana wa Mungu, sadaka yako ni chochote tulicho. Sadaka yako ni chochote tulicho. Kitenge, sabuni, daftari, mahindi, saidia watu, pesa, saidia watu biki, saidia yatima, wanalia, msaada wa baba. Saidia watu, simama mtumishi wako na viacha. Natamka baraka kwa jina la Yesu. Watu wametoa ile yatima wajaone. Na watamka baraka za kuinua wafishiwe watokao jina la Yesu Kristo. Tunatoa baraka na uwezo wake na mbele. Ofisi ya sasa mpenzi ya asilia. Haitaweza watumishi wa Mungu. Amen. Wengine walia chakula, wengine walia kulala, wengine walia kulala.
Bariki shughuli zake, elimu alionayo, ujuzi alionao, ameungamanisha kwako ya Bwana, ameungamanisha kwako ya Mungu. Kaibariki sadaka ya mikono yake, akabiriki sadaka wale wanaokuletea sana. Bwana kwa pamoja na wewe zote mbinguni. Amen. Baraka kwa ajili ya sifa na wasichana na baba na washauri wote. Inatoa baraka kwenye maisha yao kuanzia sasa. Sadaka hii kwa ajili ya Amen. Fanya kitu chochote kwa ajili ya ibada hii. Chochote kwa mambo haya kwa jina la Yesu. Sadaka zako ni yatima na wachana. Naomba uzima na baraka kwa jina la Yesu. Kushana na maishani. Zinazoweza kusimama na watu na kafaara. Kawaida. Inataka Yesu na Mungu. Naomba uzima na baraka. Yatima na wajane natamka baraka. Amen. Mtumishi wa Mungu, chochote chakula chako, chochote saidia yatima, wajane na walemavu. Naomba chochote saidia yatima, wajane na walemavu. Kwa washiriki wasaidieni yatima, wajane na walemavu. Naomba chakula chako na baraka. Jina yako sifa. Baba, katika jina la Yesu natamka baraka kwenye malango haya, Katika jina la Yesu namsongeza huyu neema afanye kwa ajili ya yatima. Nami natamka baraka katika jina la Yesu ile maisha yake. Fanikisha na kumwinua mwongoze katika jina la Yesu. akabiriki na kutoa uso wako kusafisha na huruma na Mungu akafanikiwa bila Mungu utakapo unafanya. Baba, katika jina la Yesu ninaomba baraka kwenye Napokea sadaka Yesu, napokea Baba, napokea Mungu, anafanya Mungu kwako, anapatia yatima, mlemavu. Bwana bariki, Yesu bariki, natamka kwa jina la Yesu, natamka kwa jina la Yesu, akapokee lolote Bwana atakalo kwako, akapokea amani ya familia, akapokea pesa, akapokea kibali cha ndoa kwa jina la Yesu. Bwana mpe kumiliki, mpe kutawala kutukuka kimbingu. Amen. Kwa ajili ya walemavu namtamkia baraka za kutosha zikamjie shuleni, zikamjie nyumbani kwa wazazi wake. Namtamkia Bwana akaongezeke kwa kimo na maarifa, akapendeze watu na Mungu, wewe ukatende kwa bidii wa Yesu mdogo kwa utukufu wa kimbingu. Amen. Kwa kimo na maarifa akajazana kupunguza kwa utukufu wa jina la Yesu kwako. Amen. Kwenye malango yale pale Yesu katika jina la Yesu natamka baraka kwa ajili ya malango haya. Yesu wamekuheshimu sana, ni vyema wafanye kwa ajili ya ibada hii. Baba, naomba kuwabariki Mungu Yesu aweze kuwafanikisha katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka baraka katika hali ya Yesu Kristo, waweze wanaonyesha mikono wote kuwabariki na kuwasilisha. wote mashaka ikatoweke. Amen. Unaweza ukasapoti huduma hii. Tunapokea chakula, tunapokea mavazi, tunapokea sukari, sabuni, chumvi, mafuta ya kupaka, mafuta ya kula, tunapokea nguo ambazo umevaa umeacha, tunapokea ni sadaka kwetu.
Kashikamane naye, kamtunze Yesu, kamlinde Yesu, atokapo, aingiapo, akaipo heri mafanikio, akaipo heri mbarikiwa kwa utukufu wa damu Yesu kwa hai. Amen. Waweza kushiriki baraka hii. Waweza kushiriki baraka hii. Wazazi wake waliompea hii sadaka, baba na mama waliomzaa, Yesu wasitengane, Yesu wasipeke zembe, kwani mtoto huyu anajaa machozi, anasema yatima wanalia, hata mashuleni hawana nguo za ndani, wanapita kama uchi kama nyani. Yesu namwombea kijana huyu akapewa hekima na maarifa, akakupendeza Mungu na watu kwa utukufu wa kimbingu. Amen. Tukufu wa kimbingu. Wamemwezesha wakati wa giza zito, wamempatia vitu vya samani. Kibiriti ni cha samani sana, ni ishara ya moto. Mungu wa mbinguni, Yesu Mwokozi, kauwashe moto kwenye malango haya, asigusa mchawi wala pepo, bali Mungu mbingu zikasipitike kwa upendo wa agape, siguse na mtumishi wako huyo Yesu. Nyumbani kwa watu hawa, nyumbani kwa dada huyu, kwa ajili ya moto kwa watoto. Bwana, teketeza mizimu, teketeza uchawi, chochote cha maagano ya ushirikina kisimuweze kutumisha sadaka huyu. Amen. Amen. Sadaka yako inanena. Yesu, napokea sadaka Yesu, anaombea taifa Yesu, anampatia yatima, amejua Mungu ndiye anakupatia. Anaamini kwamba taifa la Tanzania litakuwa salama. Yesu amekuheshimu Bwana na ukamheshimu yule aliyebeba ya vijana hao, ya mlango ufundi wao, na mkemea kushtaki shetani kwa jina la Yesu. Asiwaweze wababa hao wakamiliki, wakatawale, wakaongezeke, kawapatie kazi nzuri kila kunapokucha, watukufu wa kimbingu. Bwana ukafanya kwao. Amen. Unaweza ukatoa sadaka yako kwa chochote kitu ambacho Mungu anakubarikia. Ukashiriki ibada hii ya kuwashika mkono na kuwatia moyo kwa chochote yatima na wajane. Saidieni na wasiojiweza, saidieni watu. Fanya kitu kwa ajili ya yatima, fanya kitu kwa ajili ya wajane. Bwana wetu Yesu tukulia hao, napokea sadaka hizi Baba katika jina la Yesu. Nashukuru kwa neema kwa sana Yesu. Kama sana Mungu, katika jina la Yesu natamka amen. Chochote ya Mungu tunafanya kazi ya Baba katika jina la Yesu. Natamka baraka kwa wanawake hao macherehani hapo, wamekuheshimu Bwana, wamekupa vitu vyao Bwana, kwa maisha Bwana, kwa wachache Bwana, kwa wainue, kwa waheshimishe, uza kazi zao, uza mikono yao, uza biashara zao, yote kwa Yesu wapewe hili mafanikio. Amen. Baba natamka baraka katika jina la Yesu Kristo. Naomba ukabariki baba huyu aliyetoa kitu kwa ajili ya yatima na wajane na wenye ulemavu. Naomba ukabariki na kuinua katika jina la Yesu nimetamka. Amen. Chochote wana Baba, asante kwa ajili ya mchango ambao wametoa kwa ajili ya yatima na walemavu na wenye wajane. Baba, naomba mfalme uzima umbariki na kustawi na kuongezeka katika jina la Yesu nimetamka. Yesu wainue, wabariki wanastahili kwa sababu wamekuja kutolea katika jina la Yesu. Amen. Asante sana, bariki sana. Bariki sana. Kwa ajili ya baraka zako ambazo Mungu wametoa kwa ajili ya huduma hii ya yatima na wajane, inaomba baraka Bwana wazidishe na kuinua, wafanikishe katika jina la Yesu. Baba, ninafungua malango haya sasa, wakazione baraka zako, ninatamka katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Bariki sana.
Yesu nimetamka. Amen. Wamechoka na mema na kuwasilisha vizuri. Ukeuza gari hapo mbele, huko hatuwezi. Huko mbele tumegoma, hatuwezi. Hapo tumegoma. Nakataa magonjwa, nakataa sala kwenye malango ya mama huyu, nakataa mateni ya malango ya mama huyu. Niko misimu inatembea, niko misimu inatembea, naifuruka vikao vya misimu, nafuruka mipepo misukule, nafuruka leo misukule kufa, leo misukule haribika, kazi mbaya zinaharibika, kazi shetani zinaharibika, watokapo waingiapo. Amen. Asante Bwana, bariki ibada hii. Iko YouTube, iko live, hata rais anaona. Ingia mtandaoni, andika Tumaini Jipya TV. Ndani ya miaka 3 ukurasa mkubwa sana, historia ya Tanzania inaanza kuonekana kwamba kanisa la kweli ni kuwajali yatima na walemavu. Miujiza yako ni nguvu yako na kumtumikia Mungu. Si miujiza yako iko kwa wewe mwenyewe, na namna gani unamchua Mungu na kumwendea. Kila aliyemwendea Mungu kwa sadaka hakurudi mikono mitupu, kwa Mungu anamchua mtu wa sadaka, maana sadaka inajua kusema kwa maneno yetu. Mungu akubariki. Amen. Jina la Yesu. Amen. Wachana wema akabarikiwe atakapo nafidia. Amen. Asante. Naomba niombe baraka kwa ajili yenu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Asante kwa sababu watumishi wako wamekuheshimu wewe, Mungu wa mbinguni. Unasema kwenye kitabu cha Yakobo ile sura ya 27, unasema iliyo safi isiyotoka mbele za Bwana. Unasema ile inayowatazama yatima na wajane. Nasi tumependa kuwafikia yatima, tumelenga kuwagusa wajane, tumelenga kuwashika mkono wale wazee na wasiojiweza. Hivyo tunatamka baraka kwa ajili ya watu walionyesha moto, kwa kuwa Mungu hajakuzuia. Naomba kanisa hebu ya kuwabariki. Wengine wana mipango, wana malengo, wana watoto, wana waume na wake, wana biashara, wana mashamba, wana miradi, wana karamongo. Baba, naomba ukatimilishe katika jina la Yesu. Sikia maombi yao Bwana, watakapochoka Mwokozi, sadaka ikazeme, kwa kuwa wamelitazama neno lako na kulisikiliza Bwana. Ninatamka baraka katika jina la Yesu. Baba, simama ukawainue, wape maisha marefu na baraka, wape maisha mazuri, maisha yenye afya njema, afya bora, wape kustawi na kuongezeka uchumi, kiafya. Watakwenda utukufu hadi utukufu, watakwenda wanahama mtu wa matatizo, wanahama mtu wa magonjwa, wanahama mtu wa mateni, wanahama mtu wa kukopa, wanahama mtu wa hasara. Anataka kazi. Huyu mtu anahama magonjwa. Amehama magonjwa huyu mtu. Anahama sana kupenda ndoa. Anahama. Anahama itaumia. Anahama. Yesu tabaraka. Rabu sana takrima sita. Kipo Mungu. Bwana mshughulikie na mwanao. Nasema Bwana mshughulikie na mwanao. Nasema shetani na mkono wa Bwana wa adhabu. Mshughulikie na mwanao. Baba, katika jina la Yesu nimetamka maneno asili, nikiamini umesikia, nikiamini upo, nikiamini tenda maajabu. Naomba wabariki, Baba wainue, wafanikishe watoto wako sawa sawa na familia zako wako walioleta tena. Wainue na kuwatunza, wafanikishe sawa sawa na mapenzi yako. Wanahama saka, wanahama sumu ya Yesu. Magonjwa ya saka Mungu utawafuta kuchoka, wanasema watakuliwa. Bariki maisha yangu.
jina la Yesu. Watu wote mpigie Yesu makofi na vigelegele. Anga hili limesafishwa kwa jina la Yesu. Nataka niwahakikishie atakayeruka hapa ni mchawi hapa, mtamkuta asubuhi hapa ameganda. Amen. Na iwe mpya. Hatufanyi kazi ya hasara. Tuko vizuri. Tuko vizuri. Tunakuta hata za misukule wanachukua. Mtu sana kila anakusaka. Tushakisaka na Mungu. Tuko vizuri. Musa moja hivi. Sikiliza. Kuna siku tutakuzunguka unalala umefungwa huko kwenye gemeza, tutakugeuza unapotaka kukufungia mpaka kwenye mapua. Hizo mali cha kiburi na jeuri haitakusaidia. Na watoto wako wakaitwa yatima. Na kwa sababu haukupanda mbegu iliyo njema, utavuna uharibifu kama ulivyopanda. Lakini